Tujalie ufasaha ya Ilahi na utupe uwezo wa kufafanua Qur'ani ya Ilahi, kwani wewe ndio umpa umtakaye ya Ilahi, na wewe ndio unayemfungulia elimu umtakaye ya Ilahi. Ya Ilahi, sisi hatuna elimu ya Ilahi, bali tunapambana kwa ajili ya kuitekeleza amri yako ya Ilahi, ya kwamba iteteeni dini ya Mwenyezi Mungu ya Ilahi. Ya Ilahi, wako mabingwa katika nchi yetu ya Ilahi wenye uwezo wa kielimu wa kufanya kazi hii ya Ilahi. Ya Ilahi, sisi ndio umetuona tunaweza kuifanya kazi ya Ilahi, ingawa viwango vyetu ni vidogo ya Ilahi. Ewe Mwenyezi Mungu, tujalie moyo wa ujasiri, utujalie lugha nzuri ya ufasaha itakaofanya watu wafahamu maneno yako matukufu ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabii Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mada hapa ni Biblia na Qur'ani, kipi kitabu cha Mungu. Hatujengi mada kwa kushutumiana. Muislamu atasimama atoe mada kuwakonvince watu, kuwaelewesha watu, kuwaelimisha watu kwamba Qur'ani si maneno ya binadamu, ni maneno ya Mungu kwa ushahidi wa aya hii na hii na hii. Hatutaona jambo zuri kama Muislamu atasimama na kwanza kutuhumu Biblia tu. Itakuwa sivyo, sio debate. Na Mkristo akisimama hapa asisimame kwa kuituhumu Qur'ani, kwanza aeleze ukweli wa Biblia yake ili kutukonvince sisi tuiamini Biblia. Then baada ya hapo kama atasimama na kutuhumu Qur'an, tutamwona kapoteza mwelekeo na hajui anachokijadili hapa. Kwa hiyo ndugu zanguni, tumekubaliana kwamba debate hii hatutoruhusu matusi, maneno ya kihuni, kujeruhiana kwa maneno na kutoa maneno ya kuwadhalilisha watu au kuwadhalilishia imani yao. Na ile maneno ya kuchomeka kwenye maiki, unatoa mada yako au maelezo yako alafu unachomekea kwamba Waislamu nafikiri wamenielewa, au sijui Wakristo nafikiri wamenielewa. Usiwalazimishe wakubebee mawazo yako. Asante sana mwenyekiti mwenza. Wa Kristo haleluya, Waislamu takbir. Haiwezekani Mungu anayetupenda mbingu na ardhi alete vitabu viwili vinavyokanganyana kwenye maandiko na maelezo. Haiwezekani. Kipo kimoja cha Mungu, kipo kimoja cha uongo. Haiwezekani. Leo itajulikana ili ni bonde la ukatikia maneno. Biashara kutumiana mitaani, mimi Biblia sawa sawa, mimi Qur'ani sawa sawa, ushahidi hamna. Sasa leo ndipo utakapoelewa vizuri kipi kitabu chenye pumzi ya Mungu aliye hai. Leo kikubwa ni wewe kutega masikio. Ningeomba usiruhusu mshipa wa ushabiki, uzuie kidogo, shusha volume, ruhusu mshipa wa kuchambua na kutafakari, utaweza kujua. Na tulichokisema ni kweli kwamba tunasimama katika mada husika ambayo utakwenda katika hiyo mada na kuielezea jinsi ilivyo. Pia nashukuru kwamba tumekuwa tukifanya hii midahalo maeneo mbalimbali katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumekuwa tukifanya na ndugu zetu Waislamu katika habari ya kuchambua na kulingania mambo ya imani. Tukae pamoja tujadili tuone ili ukweli uko wapi. Atakaye baini ukweli kwa mwenzake aweze kusalenda. Tumekuwa tukifanya na Saidi Mwipopo hapa, tumekuwa tukifanya na Bwana Pilingu kwa muda mrefu maeneo mbalimbali tukiojiana, na mwingine ambaye ni kubwa lao Mazinge huyu. Tumekuwa tukiojiana naye huyu. Najua kwamba anakwenda motoni, lakini namsifu, ni mtu mwenye misimamo. Rafiki yangu huyu ni mtu ambaye ana uvumilivu wa kiimani, ingawa anakwenda motoni. Hiyo inaubishi. Huyu namsifu sana. Ni mtu ambaye ana uzoefu wa muda mrefu na miaka mingi. Serikali nzima tangu wa 300 inamjua Mazinge ni nani. Kio kitaja majina yake yako Ikulu huko na maeneo mbalimbali. Huyu Mazinge. Kwa tumefanya naye maeneo mbalimbali na timu nyingine zote kwa ujumla. Saidi Kinyogoli na msomaji maarufu wanamuita Amidu. Mheshimiwa Spika, swali la nyongeza, mshahada umepita. Huyu mtamsikia baadaye. Kwa tumefanya nao maeneo mbalimbali hawa katika hali ya kujadiliana ili sionekana kwamba kuna uhasama wowote katika imani. Tunakupingana bila kupigana katika masuala ya imani. Atakayezidiwa hoja na mwenzake basi asalende mikono, ima asilimu ashahadie au aje abatizwe ili roho imtue. Ndio maana tunaamua kufanya mjadala kama hii
ili tuweze kubaini ukweli. Na pia anayokuwa anasema mwenyekiti kwamba hatutaruhusu maneno ya kashfa au ya kejeli, na kuna namna kutambaa, mtu kutambaa katika maneno kama anakuja kuelezea Biblia ni kitabu cha Mungu, atatoa ushahidi kweli, baada ya kutoa ushahidi atageuza shilingi upande wa pili. Je, Qur'ani kulikoni? Kawa alivyosema mwenyekiti mwenza kwamba wao hawana tabu na Injili, Torati na Zaburi, hawana tabu, lakini Biblia ama Galatia wa Korinto nani kapewa? Na sisi hatuna tabu na neno Qur'ani, maana Qur'ani ya Kiarabu, Kiswahili, kisomo chenye ukariri, hatuna tabu na hilo, lakini maneno yaliyomo ndani ya kitabu hicho ni ya nani? Kesi iko hapo, ndio tunachimbua leo hapo, ndio tunataka tuangalie hapo. Si kila kitabu cha Mungu. Hata Budha wana kitabu wanasema tuna Mungu mmoja Budha. Ukienda watu wananiwa Lenin au Shinto wa Japani tuna Mungu mmoja na kitabu chatu Shinto. Krishna wa Hindi tuna Mungu mmoja Krishna, kitabu hiki cha Mungu wetu Krishna. Kweli ni Mungu? Tunaanza kuchambua ndani. Waislamu nao tuna kitabu chetu kimoja Qur'an, kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kweli cha Mungu yupi? Maana Mungu ni wengi, ndio tunajua leo. Lazima tuchambue ukweli wa vitabu uweze kueleweka. Kwa hiyo ningeomba uvumilivu pande zote mbili. Alafu la mwisho ni kwamba kumekuwa na tatizo wale linajitokeza maeneo mbalimbali. Tumefanya baadhi ya watu ambao si waaminifu au wamekuwa katika misingi ambayo si mizuri. Kuna watu wengine katika huduma nyingine huwa wanapanga dili za kusilimisha watu ili kuvuta hisia za watu. Hivi ni vitu ambavyo nimekuwa nikivilaani, hata baadhi ya waadhi wamekuwa kivilaani kwamba si vizuri. Acha mtu asilimu kweli Mkristo kwa hoja, sio kupanga dili kusilimisha watu. Hata leo nimesikia tetesi kwamba sio hizo habari zimepangwa jana, watu wawili si wanne, lakini naamini kina Mwaipopo si lazima kufanya hivyo, maana ni watu ambao wamesoma. Na yuko rafiki yangu nimemuona leo, nimefurahi sana. Yuko wapi? Mohamed Hussein, yule pale anafaa kuwa mchungaji kabisa yule, basi tu yule pale anafaa kuwa mchungaji. Bwana Yesu na asifiwe. Waislamu takbir. Kwa hiyo kwa wakati huu nakwenda kufungua kwa maombi moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Tunashukuru Mungu mfalme wa amani, kwa sababu Mungu sana wakati kama hii tunakuja mbele zako. Mungu tazama, wakati tunaanza mgahawi, Mungu tunaita uwepo wako, tunaita nguvu zako. Mungu ukapate kuelewesha asioelewa. Mungu nao wakaseme kuwa wewe kweli ni Mungu. Wewe ndio Mungu wa Isaka, wewe ni Mungu wa Ibrahimu, wewe ni Mungu wa Yakobo. Nasi Mungu tunakuja mbele zako, tunasema tunaweza kuziseta kuzimu nguvu zote za wachawi, mapepo, nasi tunasema zikapata kushinda katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nasi tunasema Mungu ukawape ufahamu, ukawape masikio kuelewa, wakaseme hakika wewe ni Bwana, hakika wewe ni Mungu wa Israeli, hakika wewe ni Mungu wa Yakobo, hakika unaweza. Naye Mungu ndio ulikuja, uliteswa kwa sababu yetu wanadamu, nasi tukasafishwa, tukawa huru, nasi tupo safi. Tunasema hakika Yesu unaweza, hakika hakuna mwingine kama wewe mfalme wa amani. Tunasema asante kwa sababu Mungu, tunasema shuka na uwepo wako, shuka na nguvu zako. Wakasema wewe ni Yesu na Mungu, wakaseme hakika unaweza, wakaseme hakika wewe ni Mungu wa Ibrahimu, na wakaseme hakika Biblia ni kitabu cha kweli cha Mungu. Yesu, tunasema asante kwa sababu unaweza, tunasema asante kwa sababu una nguvu. Nasi Mungu tunasema asante kwa sababu unaweza. Mungu tazama hata walimu wa upande wa Kikristo, Mungu tazama hata walimu wa upande wa Kiislamu. Mungu tunaweza kuwakabidhi mikononi mwako, wakaone yaliyo ya haki, na Mungu wasikilizao wakapate kuelewa, wakapate kusikia, na wakapate kukiri neno lako. Mungu tunasema asante kwa sababu heshima, nguvu, tukufu ni vyako. Mungu tunafungua kipindi hiki, ukae nasi mfalme wa amani, ukae nasi mfalme wa amani. Tunaita uwepo wako, shuka na nguvu zako. Nasi tunasema asante, ni kwa ajili ya neema yako mfalme wa amani. Nasi tuseme amen. Sana. Huyo ni Lulu Joseph.
Mombo, mwinjilisti mtarajiwa. Amen. Sasa namkabidhi mwenyekiti mwenza upande wa hadhira wa Kiislamu, karibu ili aweze kusababisha muhadhiri ambaye anakwenda kupeleka mada kwa mara ya kwanza. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mada ni dakika 25. Ukienda kinyume na mada na kushusha. Mimi ni sawa spika wa bunge, nimepewa mamlaka yote na wahamili. Kwa hiyo Imani Petro anapandisha mada. Mada Biblia na Qur'ani, kipi kitabu kitakatifu? Yepi maneno ya Mungu? Kipi kitabu kitakatifu mbele ya Mungu? Ustazi Imani Petro, uliyekuwa Mkristo, sasa Mungu akakunusuru na moto wa jehanamu ukasilimu. Tafadhali njoo katika mikrofoni. Hii ndio imani yetu, na wao imani yao, sisi tutaenda motoni, na sisi imani yetu wao wanaenda motoni. Hii ni imani. Haya, karibu mwalimu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ama baad. Ama ndugu zangu Waislamu, baada ya kumweka mbele Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na muomba yeye Allah aniongoze kwa neema za Waislamu wote mliokuwa brotherhood, kwa mshikamano mmoja, kwa Uislamu mmoja kabisa, tufikishe mada nini Qur'ani mbele za wenzetu wasiojua Qur'ani, na nini Biblia watatueleza wenzetu, ili tupate kujua nini msimamo wa Waislamu na ndugu zetu. Ndugu zangu Waislamu, nimesimamishwa hapa kwa maana nimeaminiwa na Uislamu na nimeaminiwa na wahadhiri wenzangu kwa wakati huu na muda huu, nimsimamishe Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumwakilisha kwa kutanguliza somo, kutoa Qur'ani na utukufu wa Qur'ani. Ndugu zangu Waislamu, tunaposema Qur'ani si ganda, japo Qur'ani utaiona nje ya ganda limeandikwa Qur'ani tukufu, lakini Qur'ani ni neno la Mungu lililoletwa na Mwenyezi Mungu kupitia malaika Gabriel au Jibril, ambaye neno hili limekuja kudhihiri kwa mtume akiwa mtume, na yeye akawadhihirishia wanadamu. Kwa hiyo sisi tunaposema Qur'ani si neno la nje lililokuwa kwenye ganda, bali ni neno la Mwenyezi Mungu lenye wahai au ufunuo au Roho Mtakatifu. Maneno haya tunayapata katika sura ya 53 aya ya 3, ili tujue huu wahai umetelemka vipi na ni ufunuo gani. Msomaji, 53 Qur'ani 3. 53 Qur'ani 3. Naam. 53:3 Al-Karim inasema. Ndiyo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sana. Wala hasemi kwa matamanio ya nafsi yake. Ndiyo. Hayakuwa haya anayosema ila ni wahai. Ndiyo. Ufunuo uliofunuliwa kwake. Sana. Amemfundisha malaika mwenye nguvu sana. Ndiyo. Mwenye uweza sana. Na yeye huyu Jibril akalingana sawa sawa. Ndiyo. Na yeye yu katika upeo wa kuona horizon katika mbingu wa juu kabisa. Tulia. Kumswalieni mtume wa Islam. Mwenyezi Mungu anaithibitisha Qur'ani ni ufunuo uliofunuliwa Muhammad, na ufunuo huu mwalimu ni Sayyidina Jibril au Gabriel, ili uwe mwongozo kwa wanadamu. Sasa tunataka aya kama hii iliyotoka ndani ya Qur'an kwa upande wenzetu, kwamba je, Biblia ni ufunuo uliofunuliwa kutoka kwa Mungu? Ndiyo hoja zinazokwenda hapa, wote mliokutanika mpate kuelewa. Kama Qur'ani ni ufunuo, je, Biblia ni ufunuo wa Mungu? Sasa ufunuo maana yake nini? Mungu anasema katika surati Bani Israeli sura ya 15, wanaoandika na msikose kuandika, aya ya 105. Mungu anasema nini huo ufunuo? 17:105. Ndiyo.
Bani Israeli sana. inasema